Naam, uhali gani ndugu mfuatiliaji wa michezo na burudani. Ama kwa hakika kumekuwa na taarifa nyingi na jumbe mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye uwanda mzima wa burudani pamoja na michezo. Kuna taarifa nyingi ambazo zimekuwa zikisambaa na zikieleza kwa namna ambavyo klabu ya Young Africans mara baada ya kuweza kuingia katika kasumba nzito kwa wakati wa wiki hii mfululizo, na zungumzia sakata la kocha Romain Folz kuweza kuvunjwa mkataba wake na klabu hiyo ya Young Africans, lakini hata hivyo pia Yanga kuweza kupokea kipigo kutoka kwa wakali wa kazi strikers, na hapo ndipo ambapo mashabiki wengi mitaani wameanza kuumizwa na kile ambacho kimetokea. Lakini jambo kubwa linalozidi kuumiza mashabiki wengi, lakini baadhi yao wameonekana pia kutopendezwa na hili swala ya Young Africans kuweza kuvunja mikataba na baadhi ya makocha kwa kipindi cha mwaka huu mfululizo. Nikizungumzia baadhi ya makocha waliokuwa wakiendelea kufanya kazi kubwa hapo klabuni Young Africans ni wengi, akiwemo kocha Nasir Nabi ambaye alikuwa ni mwalimu aliyejiwekea rekodi nyingi mbalimbali. Lakini ukimzungumzia Gamondi ni kocha ambaye pia amefanya makubwa klabuni Young Africans. Lakini yote kwa yote tunasema ya kwamba bado Yanga wanaendelea kupambania nafasi yao kuhakikisha kwamba wanaweza kufuzu kuingia katika michuano iliyokuwa yenye nguvu kabisa, na maanisha michuano ya CAF ambayo inaendelea sasa hivi, na matarajio makubwa ya mashabiki ni kuona Young Africans ikiendelea kutusua zaidi na kufika katika vile viwango vikubwa ambavyo kila mmoja amekuwa akitamani siku zote kuweza kuwaona Young Africans wakifanya mazuri, hasa ikiwezekana wafike finali waweze kubeba taji hili, kombe kubwa lenye heshima kubwa hapa barani Afrika na duniani pote. Mimi nikwambie tu kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi hapa ili usipitwe na habari mbalimbali za michezo, hakikisha umesubscribe, lakini pia turn on notification, yani kugusa alama mbili za kengele. Kwa kufanya hivyo tayari utakuwa mwanafamilia yetu na hutopitwa na habari mbalimbali za michezo, burudani pamoja na zote ambazo zinakuwa zikitrend kila siku. Asante na karibu tena.